Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Pata kiketi katika jina la Yesu. Amen and amen. Kwa majina yangu naitwa Bishop Jerome. Nampenda Yesu kwa maana ameniokoa. Yesu amenihifadhi vizuri. Yesu ni mwamba katika maisha yangu. Ninahubiri kanisa la Faith Manifestation Church hapa Karatina, na ninamshukuru Mungu. Hii ni Monday ya mwisho ya mwaka wa 2025, na ninashukuru kwa sababu ya vile Mungu ameandamana pamoja na sisi na amekuwa ngome imara. Tunapomalizia mwaka huu wa 2025 ili tuingie mwaka wa 2026, na Monday zote nashukuru kwa ajili ya Monday zote ambazo tumekuwa mbele zake, na hii ni Monday ya mwisho ya mwaka huu wa 2025, na hakika ninamshukuru Mungu kwa ubali ambaye ametuleta. Kwa hivyo hivi ni Mungu mwaminifu na ninamshukuru sana. Na msalimia nyote katika jina safi la Yesu. Hata nikianzia na watu wa online, Mungu awabariki na watendee vyema, ambaye mmesimama ili ya kwamba msimame na mwito ambaye Mungu ameniita. Nashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Karibuni katika ibada ya siku ya leo. Na tena ninakualika katika kesha ya 31st, na kukaribisha katika kesha ya 31st ili ya kwamba tupokee nguvu ya kuvuka mwaka wa 2025, ili ya kwamba tuvuke sasa mwaka wa 2026, na Mungu wa majeshi akubariki unapouzwa na Mungu kuandamana pamoja nasi. Hata saa hii Mungu huongea, Mungu hutenda mema, Mungu hupatia mwelekeo. Kuja 31st tupatie mwelekeo wa mwaka wa 2026. Karibu sana katika jina safi la Yesu. Amen and amen. Sasa asubuhi ya leo katika jina safi la Yesu, na tunataka kuongea kutengenezwa na Mungu uwe kitu imara. Kutengenezwa na Mungu uwe kitu imara. Asubuhi ya leo mwaka huu wa 2025, tunapoamini kutengenezwa na nguvu za Mungu ili ya kwamba Mungu awe pamoja nasi, tutatengenezwa kiajabu asubuhi ya leo katika jina safi la Yesu. Tuende kitabu cha Bwana katika kitabu cha Yeremia 1:10. Inaongea kuhusu vile Mungu alimwambia Yeremia kwamba angalia vile na kutengeneza. Tuingie hapo na wewe. Yeremia 1:10. Yeremia 1:10 inasema, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa. Glory be to Jesus. Biblia inasema kwamba angalia sasa, nimekuweka leo juu ya mataifa. Maana ya siku ya leo kuna mahali tutawekwa na Mungu. Kuna mahali tutatengenezwa na Mungu, kwa sababu ili uwekwe mahali fulani lazima utengenezwe. Mungu alimwambia Yeremia ya kwamba angalia leo na siku ya leo, ikiwa ni Monday ya mwisho ya mwaka wa 2025, ninaamini leo kuna mahali tutawekwa katika jina safi la Yesu. Na asubuhi ya leo ninaamini kuwekwa mahali na kutengenezwa na Jehova ili ya kwamba anifanye vile nataka kunifanya. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa. Glory be to Jesus. Na juu ya falme, ili kung'oa. Underline that. Glory be to Jesus. Ili kung'oa. Sasa asubuhi ya leo, chochote ambacho kilipangwa na shetani mwaka wa 2025, leo tutaking'oa katika jina la Yesu. Chochote shetani alikipanga, chochote mtu alikipanga na si kizuri, leo nimepata nguvu ya kifalme katika jina la Yesu Kristo, na kuna kitu nitang'oa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Na Biblia inasema kwamba angalia, nimekuweka. Glory be to Jesus. Ule mstari unasema angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa. Glory be to Jesus. Nani amekuweka Yeremia? Are we
together. Nani ameweka Yeremia? Amemweka wapi? Glory be to Jesus. Na Yeremia, Mungu alikuwa anataka Yeremia aangalie, aone vile Mungu amemweka na aangalie. Kwa hivyo wakati wote Mungu anatembea na wewe, anataka uangalie sasa. Sasa alimwambia angalia mahali na kuweka. Angalia mahali mimi na kuweka. Na leo katika jina la Yesu, mahali wanadamu ametuweka sasa, tutatolewa mahali wanadamu wametuweka katika jina la Yesu Kristo. Unajua kuna mahali watu huweka mtu. Glory be to Jesus. Kuna mahali watu huweka mtu na kuna mahali wewe hujiweka. Glory be to Jesus. Kuna mahali unaweza kuwekwa na watu na kuna mahali unaweza kujiweka. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii hata ukielezwa ya kwamba fanya kitu fulani, kuna mtu mwingine teka kaugo fulani, kutoka kwa fulani wewe haujihopa. Hata kuna wakati nasemaga ya kwamba ni wakati wa kutoa maintenance. Ukaiba Mungu wake, mimi siwezi, hiyo siwezangi. Hiyo siwezangi mimi. Ni mahali utajiweka, ni vyema kujitoa mahali umejiweka. Na sana wa Kristo hujiweka mahali. Unajiweka unasema na hiyo mimi siwezi, na hii mimi siwezi, kwa sababu kuna mahali unajiweka wewe mwenyewe. Kuna mahali unawekwa na watu na kuna mahali unajiweka. Si unajua kuna mahali umejiweka hata wewe. Ndola moto yigaga ndoke kwa nani wake rafiki mimi kuna mahali nimejiweka. Leo saa hii katika jina la Yesu, wata ujitoe mahali umejiweka wewe. Kuna mahali umejiweka na ukaigua hapo ni hodi na ukijima. Kuna mahali umejiweka na unawekwa na watu. Na maisha ya watu wengi wamewekwa na watu na wamejiweka. Bwana Yesu asifiwe. Na ukaigua ndimu hali ukikaraga. Ginyona muturire Madam Gladys. Kwe hadi ukaigua ganali mbiye. Geradi yakwa di kwikara kali tutu nino tikalije hado hama na keke yerenda huko no kuna ni atimia he hado yigaga he hado aigwani wale na kaigwani ho na lakini Biblia ndio kijani na Moses kile ni na Moses. Mimi ningekaa vile hawa watu mahali wananiweka mimi. Ningejiweka mahali hawa watu wananiweka. Ningetembea na level yao hivi, nitembee na hii level hii. Hey Moses, hapa mimi ningekuwa naenda na Kinyera. Sio kama unajua Kinyera. Si unajua Kinyera? Ile tuviatu ya tai inawekwa mpaka tuvitu na hoga na kuchumana. Onele nyamuga hiyo. Watu wanaweza kukuweka katika level fulani. Na ukipanda hivi wanakuambia wewe ni level worshiper, kwa maana hawataka wewe mahali unatembea mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu, inua mkono wako sema Baba. Ikiwa unataka kusema sema, na ikiwa hutaki usiseme Baba. Katika jina la Yesu, naomba leo uniweke mahali unataka kuniweka. Nitoe mahali watu waliniweka na mahali nilijiweka. Na kuanzia leo nimeamini mwaka huu na hii mada ya mwisho na kusihi unitoe mahali nilijiweka na mahali niliwekwa, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Tunapomalizia mwaka huu wa 2025, mahali watu walioniweka, mahali nilijiweka, kurudi vitu tisa. Hata kanisani
Kuna watu hujiweka kule nyuma, hawataki mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Na inaonekana ni kama vile Yeremia alikuwa. Tusomee pale mbili. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa. Nimekuweka juu ya mataifa. Na juu ya falme. Na juu ya falme. Ili kung'oa. Ili kwa hivyo, sasa Mungu alimwangalia Yeremia, akamwambia sasa nimekuinua juu ya mataifa. Usitetee kulingana na vile unajiona. Usiongee kulingana na vile unajisikia. Unajua mtu kuna wakati anajisikia kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Anajisikia kitu fulani, na kuna watu hujiweka kulingana na vile unajisikia au unasikia katika roho mwao. Hata kuna mtu anaweza jikubatia kwa sababu ya vile mambo imemkaba, anajikubatia. Amejikubatia nini? Kuna mahali unaweza enda uelezwe maneno uone watu. Sio kama ushaenda mahali watu wamevaa vizuri na wewe hujavaa vizuri. Ushaenda mahali watu wamevaa vizuri na umealika, na wamevaa vizuri, wamefunga matai vizuri, wamefunga vizuri. Alafu sasa uiwe mahali pale, wametua na kuangalia mtu ujikuja mpaka una karibu uunganishe mabega hii na bega hii, kwa sababu pengine wanakuangalia na macho mengine, wanakuweka mahali, na hata wewe wakikuweka unajiweka kinyowasho kadelia kwa ndio ugevuna. Haleluya. Aliona kweli hadi na wewe hii. Yes. Watu waweza kuweka mahali na wewe ujiweke. Onagera mundu rimwe nawe akinyando mekundu ekiranite kuoro utondo atoba ndio magekiraga Yesu yagorori ndio nani kwikira ugu nginya gikunia thiende oguo hali na ndio matamaka na hao noka saria ona ndio twale ma Christmas asiana sikangani no sio nani ndio wangu ndio na ikuya gikindi kuweke jekiraga fio uguo uliokondi ya ardhi. Haleluya. Lakini leo katika jina la Yesu kuna mahali mtu wekwa na Mungu. Leo katika jina la Yesu ninaamini leo tutawekwa mahali juu ya wafalme, juu ya jamii katika jina la Yesu. Na ndakwenda okuigo hadu na nile ndokura mwatoyo ukivira kiabiria mwatoa 2025 tahoya kayachie hatu maligone. Mungu niweke mahali wakiniangalia hivyo wasije huyu ni Bishop Njoroge huyu ambaye tunamjua ama ni mtii. Kuna Mungu alizalia manabii. Newe kwa sababu ya kiundu so arrogant ya yetu akigatiriri. Na kweli ni kulingana. Hakikorwo ni wewe na kinya Mungu. Si unaona sasa kuna mahali ya nimeweka. Kweli kuna Mungu usaidia ikiwa ni nisaidie. Akanisalimia tena. Na wacha nimweleze hiyo salamu mingi za watu wake mzuri vile wewe unafikiria. Atukienda kule kwa jamii, kila watu wanakuangalia, unaishi wapi? Nikiulia kayomani ya kaki. Kwa hiyo nilikuwa nataka uende kama msikitu. Ukienda kwa jamii zenu na watu ambao hawakujui, wanakwambia yetimo kairali ya kibi kuishi kaimagie dole siulishi kwa njega na ndiposa na maelezanga kwamba wakati unaenda kwenu na kuopea unafunikwa maswali hayo yote, ili hapo wakikuona wasiulize na hii mavazi ulinunua wapi, na yeye ako na vazi njeni onakena nguo na unokacha okana nguo na ruranyita yakwa kuragia ino mugurete kaiwe yake ni warathondekwo juiri nginya kurahinda ino kaiwete gaya tangi guteithia mundu ambagia kugĩa na tumahwa gũkũ kioko
kasuka kana kabia kubito kaji mtu kwitwa mtu wa nyokolia kana nito ni kitu hili ni maswali mingi. Leo Mungu atakuweka mahali ambapo hawatakuona katika jina la Yesu. Na mimi naamini asubuhi ya leo maadili ya mwisho ya mwaka wa 2025 naomba tu Mungu uniweke nitoe mahali nilijiweka na unitoe mahali niliwekwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Hii makogani Yesu todo haya mako ile ni hado maramo na haudogima. Leo Mungu atutoe katika jina la Yesu. Haleluya. Tuendelee pale tumalizie ule tuisema kitu kutoka kitambo na mapema tuende. Nimekuweka leo juu ya mataifa. Nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme. Na hapo ndipo nataka tuangalie vizuri. Angalia nimekuweka leo juu. Angalia leo. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa. Ili kufanya nini? Kung'oa. Haudi hokwenda. Ili kung'oa. Kwa hivyo mahali umewekwa sasa utang'oa. Utakuwa na uwezo wa kung'oa ile kitu wamepanda na si yako. Ile kitu wameweka na si yako. Katika jina la Yesu. Na leo kwa hivyo kuna mahali pekine Mungu anataka wewe umoe. Yes. Kuna jambo lingine Mungu anataka wewe umoe, si yeye atang'oa, ni wewe. Kitu ile unaona hakifai kwako na mwaka huu wa 2025 ikiwa kuna kitu umeona hakistahili na hii kitu si chako na haifai kuwa yako, leo nimekuja kuking'oa kwa jina la Yesu. Leo tutaking'oa uvukara kila wakati, kugocheka kila wakati, mashida tofauti. Sasa ng'oa hiyo mashida tofauti. Ng'oa. Kwa hivyo kuna mahali pengine Mungu anakuangalia ili ung'oe na wewe. Kuna kwingine Mungu hung'oa na kuna kwingine unavaa wewe ung'oe sasa. Na kimombo kuna watu wanauliza kung'oa ni nini? Kuna watu online wanashindwa kung'oa ni nini? Hebu soma Kiswahili na kimombo. Inasema sikilizeni wale hawajui kung'oa ni kitu gani. See, I have this day set for over the nations and over the kingdoms to root out. To root out. To root out. Are we together? To root out. In the name of Jesus, we will lazima tung'oe sasa. Na haya nasema kwamba kuna vitu vingine Mungu huangalia. Sidaridi kwa maundu mageka ya gikorora. Datinga yoko okomunya. Leo nawe ndiwe okomunya. Leo si madi ya umo. Chiria yothe tuonete gitari kiganini wa kanitha uyu. Manoto ukimunya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ nginya rũmena gũkanĩra nginya ũiru. Nĩ kũrĩ mũndũ gĩkuonaga guoko kega aigui ũiru, na kũrĩ andũ ũiru ũngĩwĩinainaga ũguo. Kũrĩ mũndũ ũngĩara atarĩ toro nĩ ũndũ wa ũrĩa akuona ndini akĩũragia kaĩ ndini agĩteithĩ. Kũrĩ mũndũ ũngĩara atarĩ toro nĩ ruo na ũiru. Kuna watu dunia hii ina njira Ngai mwathani nduhithage hero tũinaga ũhithe harĩa thũĩtangĩinĩ ũhithe harĩa thũĩtangĩinĩ ũngĩona yes na nĩ ũkwenda wĩinage rwĩmbo rũu awĩtuge ũhithe harĩa thũĩtangĩinĩ ũngĩona no ũhithe makaba Ngai agatũhithage na Ngai akũhithage kũrĩa thũĩtangĩinĩ. Kũrĩ mũndũ ũngĩkuona ũguo agĩrĩirwo nĩ thĩna na andũ managĩrĩirwo nĩ thĩna na andũ nyingĩ cianagĩrĩirwo nĩ thĩna. Ndathaitha Ngai akushogole wewe wote uwaga na wivu wote unapigana na wewe
roho yote inapigana na wewe, vita nyingine inakuja isiyofaa, leo tunaing'oa kwa jina la Yesu. Glory be to Jesus. Mtu akiona mtoto wako ni kisirani, ulikuja na bangapi na nikolete mwiraga nina modo na sina kwa daga ashiragie urarena apasigana unaenda komenya niti mwalimu Rafeka. Kwa nini wanataka kujua kuulizia? Kanini mtu yule mbora ngiria muno ingadi ya watu la vile aida komenya adile kometi kwa nini nataka kujua? Nina sinza kwa siraga moyo ni mundu muragie babatu hajeugire tutikoye kuri aturi mundu okiaju ni murie na baideni gukujuragia niki uko ndaka kumenya niki na shikishani tulilia makoragia kebia vile ndio anaenda kumenya niki adie kuo amuona hivyo na uone akijua ataeleza yule hiyo maneno ifikia adui yako ianze kupigana na mtoto wako. Na watu wengi ikiwa hamjui ni vita ambayo watoto wako wanapigana na vita ambayo unapigana ilifikia adui zako wakakuelekea sasa. Na leo katika jina la Yesu vita isio zetu leo tutazing'oa katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo tutang'oa chochote isiyofaa na vita isiyo yetu na mambo isiyo yetu tutang'oa leo. Ndio mtirenda kumnya omuthi ni kumnya thutha ndagika ithano ukorwo munyite kila kinya igũkorwo kũharaganĩtio kĩrĩa gĩothe gĩtarĩ gĩa Ngai ũmũthĩ no gũkĩmunya nginya kanitha-inĩ ũyũ kĩndũ gĩtarĩ gĩa Ngai gĩthumbũranaga na kanitha ũyũ gĩthumbũranaga na mwĩto ũyũ ũmũthĩ no gũkĩmunya. Haleluya! Ona nĩ kũrĩ andũ matũmagwo metagwo atĩa maspectators nĩguo metagwo. Yes, wĩra wa mũndũ ũcio nĩ kũrora mũrathiĩ atĩa mũreka atĩa nĩgetha thinakoinĩ. Ona ũmũthĩ acio tutawang'oa kwa jina la Yesu. No kiri mũrogi ũngĩ ũngĩtũmwo tũrarore mũrathiĩ atĩa nĩgetha agathiaga kwĩra enemies. Ũmũthĩ mũrutire atĩa kĩga harambĩ kuri mundu nginya sire ndona mundu rakũria ndaigire kũrĩa kũrarĩ harambĩ mũrarutire ki nĩgetha athia kerezo iria nginya ciugire kanitha na ndaugire kũu matingĩteithĩka. Rĩu ũmũthĩ tũraregana na gĩkao iria maharagia rĩu kũrĩ mũndũ makanitha na haha amjajua ninaasiku nolika naye kwa ninasiku tutiotora na andũ marakũhe kenekene cia kanitha marakũra nikio ndoimire kanitha ũcio nĩ ũndũ wa wacokĩikara na andũ ta acio marakũhe ndeto cia kuma kanitha matũmaga mũndũ aigue ĩna kweli na nĩnyonaga ũguo kanitha ũcio ĩbarai ũroimithia maita merĩ kũrotĩra mũndũ atĩ athiĩ gũkĩonanagia atĩ ũrute kũu mũrenda gũthiĩ ũtuĩke to ũtarĩ kĩndũ njini ũmenye Ngai akũhe ucoke ũrũgamage mbere yake to ũtarĩ egũkumagĩra. Na nĩguo andũ aingĩ metaga thikũ icio tĩ mũndũ ndagakĩkinyagia kĩndũ nyina acio atĩ oke euge na ndũgakĩthiũrĩre no he Ngai ndũrũgamage harĩ ũkauga na Mwathani nĩ wega nĩ wahethĩti ukamenya mũtungatĩri na Ngai nĩo mamenya. Lakini watu wengine akũndũ gweri mateona nĩ athiaga eyonithanagia ndarĩ kĩndũ nginya mbere ya kanitha nini mwendi koragwo na kĩndũ na hĩndĩ ĩyo ena kĩndũ mũhuko he madamu ũngĩ wokire akĩnjĩra atĩ tũrĩ na mũtu na ngana gũcoka mũtiga kũheana mbara ĩngĩ ndĩragũthanĩra rũrĩrĩ rũmĩtigĩra mũno akiuga ndarĩ kĩndũ na ndamwĩre hĩndĩ ndĩmwĩthire guoko gwĩkĩrĩte gatambaya 200 na mbũri makĩgũa no rĩu tondũ ndamwĩrĩte nĩ ngũmwe ndamwĩrire niĩ ndaria ma we warie hĩu
odoma ni magana meri magwa nodi kile kwete ni kuhani kwa mtu huyu but let me tell you rili tukamhania mwitika. Haleluya. Inua mkono sema Baba katika jina la Yesu nimeoa chochote kibaya katika maisha yangu, katika kwa watoto wangu, katika kwa maono yangu, katika kwa mwito wangu, katika kwa karia yangu, nimeoa kwa jina la Yesu. Tumalizie pale ili tumalize hiyo nini? Ili kumoa na kubomoa. Hayo ndio tukikunyitetewe na kufanya nini? Kubomoa. Kwa hivyo kuna wakati Mungu anaachilia na wewe bomoa. Na wewe bomoa. Bomoa chochote ambacho hakifai. Bomoa matatizo yote ambayo unaona haifai. Na asubuhi ya leo tutapokea nguvu ya kumoa na nguvu ya kubomoa katika jina la Yesu. Chochote ilipandwa Januari mwaka huu imenisukuma mpaka nikafika hapa leo nitakimoa. Sitaingia naye 2026. Na kuharibu. Hey. Tera mwisho mwingine nake si kama unajua kuharibu. Kwa hivyo kuna kuharibu kuzuri na kuharibu kubaya. Chochote ambacho hakifai kiharibu. Chochote hakifai kiharibu mali ya leo. Kwa hivyo leo tutaharibu chochote kibaya, tukiharibu katika jina la Yesu. Ni kitu gani ambacho unaona ni kibaya kuharibu? Kwa hivyo ninapoongea wewe ukiega. Yes. Leo katika jina la Yesu tutapokea nguvu ya kumoa na kubomoa na kuharibu. Kwa hiyo ndio endaga leo ningeza kuharibu. Haribu hiyo kitu. Na leo tutaharibu katika jina la Yesu. Nguvu ya kumoa, kubomoa na kuharibu. Sasa watu wa Bwana, ukiona kuna kitu kibaya na wewe unanyamazia, si lazima utiwe ile kitu kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nikolinde mwekea jeli nawe ndio kwa nawe. Ni hali hadu mwalimu grade sikeye nawe ruga haha. Ni ukiri uwo. Hapo naye ndio ruga. Tore mwigwa ngania tigageti. Naniagera ha ukagenda gachari awituge wenga ni atiga geti ha ukagenda gidi kurode ro uri na kaide dali pero kama au ka mti ligenda gari na bishop aruga me ali ta bishop. Yes, hallelujah, amen. Na kuangamiza. Hey, atafanya nini? Ili kujenga na kupanda. Adraini that. Unapo haribu. Lazima tena ufanye nini? Uangamize. After that, ili kujenga na kupanda. Bas, kujenga na kupanda vizuri. Kwa hivyo wakati wote unaharibu vile vitu vibaya, sasa unasimamisha kitu kingine kizuri. Kwa hivyo leo tutapokea hata nguvu ya kupanda tena na kusimamisha vizuri. Na ile kitu watu wengi hawajui ni kupanda tena na kusimamisha vizuri. Na leo tutapanda tena na kusimamisha vizuri. Na hiyo ndio shida watu wengi, wanajua kuomba lakini hawajajua tena kupokea na kusimamisha imani. Leo katika jina la Yesu na msikie Jehova ambaye anatufahamu atupatie nguvu ya kujenga na kusimamisha tena. Haleluya. Na hiyo hakuna kitu baya kama kosa hili sasa nguvu ya kupanda na kusimamisha tena. Na leo tutapokea hiyo nguvu ya kupanda na kusimamisha tena katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa, mada ya leo na ni mada ya mwisho
ya mwaka wa 2025 leo katika jina la Yesu, na kusihi Jehova, na kusihi nguvu ya kupanda na kusimamisha tena katika jina la Yesu, na mahali tena wengine wamebomoa na njia isiyofaa, nipe nguvu nisimamishe tena. Glory be to Jesus. Kwa maana kuna wengine pia wanabomoa kifujo fujo. Kulia kina wawira waone gutharia kulia gwake. Bwana Yesu asifiwe. Kulia kina matharagia kulia gwake. Wale hebu siki makonora akoima kanitha. Wakaria kumushokia akabona nini nigwa jende ugo ni gutharia ndio. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ ndahoera kanitha ũyũ rĩu tũgĩe na hinya wa gwaka. Tũgĩe na hinya wa gwaka rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Inua mkono, sema Baba, katika jina la Yesu, nipe nguvu ya kujenga na kupanda tena. Mahali adui amepomoa, nipe nguvu ya kujenga tena. Mahali nadhani simamishe, naomba unipe nguvu ya kusimamisha katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nimeomba na nimeamini. Tuseme na upiga kwa madhudha ina hakungati na kupanda tena na kujenga tena. Kuna wengine pia siaiti kazi yao ni kupomoa. Wakiona unainuka wanapomoa, wakiona unabarikiwa wanaharibu. Unaona, kama vile kwa Mungu kuna kuharibu saa ingine na kujenga. Kuna wengine pia wanatumia that criteria, wanakupomoa, wanakuharibu, wanatatiza maisha yako. Na sana hii kwa Mungu watu wengi watumiaji, lakini kwa shetani watu wabaya wanatumia kupomoa, kuharibu. Lakini mwele odo kwa gaidu ndio dakika mono maita maji. Nuwe na wazo mpande wa adui kupomoa, kuharibu. Odo ndio dakika mono mwele wazo. Hii kitu hutumika sana upande wa adui. Kila wakati kabisa au kiinua kana haribiwa. Na inaonekana hii ni kitu shetani anajua sana na anaitumia sana kuliko Wakristo. Wakristo watumiaji sana kubomoa, na ndiposa unaona mambo mingi kwetu kunabomolewa sana. Wakiona unainuka unabomolewa, wakiona unaharibu, na upande wa shetani hutumia mbinu hii zaidi. Na uangalie ni wapi sinaona upande wa shetani na watu wa adui kupomoa kila wakati. Ukiinua kanisa kama hii, kuna watu wanapomoa. Ukiinua waombezi, kuna watu wanapomoa. Ukiinua praise and worship, kuna watu wanapomoa. Ukiinua hata prayer warriors, kuna wengine wanawapomoa. Na hii kitu shetani amekitumia zaidi kuharibu, kupomoa. Tumesema kuharibu, kupomoa na kung'oa. Sasa katika jina la Yesu, na mimi Bishop Ivan Njoroge nimekishika na upande huu ili ya kwamba nipomoe mahali shetani amejenga. Norwage mono adumoka kanitha noribehe mudwalia kiungu, adumaruka kanitha kuledo mahalia kiungu. Kwa hivyo hii mbinu shetani hutumia sana. Hata watu wakiingia katika biashara yako na ikomo ndio katika biashara yako, mamutenda utiyo utalirona kii. Bwana Yesu asifiwe. Kuri mundu kinyonyoka gwa kuguo arore nyumba ya kuguo amiroroko kuma hau wikare miaka iyo tarwagura kinya kasifu tera kusogele binani uliona kile takiwe kwa sababu pale adui anatumia kubomoa na kung'oa na kuharibu. Bwana Yesu. Lakini leo katika jina safi la Yesu tumeamini Mungu ameingilia kati.
ametuweka juu ya wale wanapomoa, ameniweka juu kwa wale ambao wanaharibu, ameniweka juu kwa wale ambao wanaharibu, wanapomoa, wanang'oa. Sasa Mungu wacha atuweke juu ili wale wanapomoa wasikushinde, wale ambao wanaharibu wasikushinde, wale ambao wanang'oa wasikushinde, katika jina la Yesu. Inua mkono, sema Baba, katika jina la Yesu. Nimekaa na watu wengi ambao walikuwa wanang'oa, na kuanzia leo nimepata nguvu zaidi ya wao, katika jina la Yesu. Nimekaa na watu wa kuharibu, lakini leo katika jina la Yesu umenipa nguvu ya kuharibu zaidi ya wao, na kuanzia leo nitaharibu yale wameweka maishani mwangu na karia yangu na hatima yangu, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na tumeamini. Sasa nataka tuende mbele za Bwana katika jina la Yesu. Tuende mbele za Bwana umwambie, Baba, mimi nimekuja leo katika jina la Yesu. Nimekuja mbele zako, nimekuja kuharibu leo katika jina la Yesu. Nimekuja kuharibu leo katika jina la Yesu. Nimekuja kuharibu leo katika jina la Yesu. Nimekuja niharibu leo katika jina la Yesu. Nimekuja niharibu, nimekuja niharibu leo katika jina la Yesu. Nimekuja niharibu leo katika jina la Yesu. Na kuanzia siku ya leo nimekuja niharibu katika jina la Yesu. Nimekuja niharibu leo chochote shetani ameweka kinyume na mimi, nimekuja niharibu katika jina la Yesu. Mwaka huu wa 2025 kuna vitu imewekwa na wanadamu na shetani, nimekuja kuiharibu katika jina la Yesu Kristo. Ninaiharibu leo, ninaing'oa kwa jina la Yesu. Nipe nguvu ning'oe wale waling'oa na mimi wakapanga kitu kingine kibaya. Leo mimi nang'oa katika jina la Yesu. Walipanga kibaya mwaka wa 2025, leo kwa jina la Yesu, nikiwa na mwisho wa mwaka huu, chochote walikiweka katika jina la Yesu, nang'oa kwa jina la Yesu, nang'oa kwa jina la Yesu. Magonjwa na maradhi, uvukana na injection, Rababa Santararariwa, Risantararakanta, Lupuyanti ya Jehova, Litarakanti ya Jehova. Nang'oa, 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 nang'oa kwa jina la Yesu, 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 nang'oa chochote walipanda kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa na rejection, magonjwa na rejection, magonjwa na rejection, nang'oa sasa. Magonjwa na rejection, nang'oa sasa. Chochote adui ameweka maishani mwangu na hakifai, leo na hiyo toa na ing'oa na iharibu kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kimewekwa, chochote kimewekwa, leo na king'oa kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa waliweka kitu kibaya juu ya maisha yangu, nang'oa kwa jina la Yesu. Yoyote aliweka roho mbaya ili inanisumbua, naitoa na ing'oa kwa jina la Yesu. Kwa maana Baba unaweza na una nguvu katika jina la Yesu. Baba, napokea nguvu ya kung'oa, napokea nguvu ya kupomoa mahali kumejengwa kitu kibaya, mahali ambapo tumeweka kisirani, leo naotoa kwa jina la Yesu. Kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu, na nimeokea damu ya Yesu, na nimeokea uwezo wa damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu iniwezeshe, naita damu ya Yesu iniwezeshe sasa, naita damu ya Yesu iniwezeshe kupomoa. Damu ya Yesu inapomoa, naita ipomoe kwa jina la Yesu. Kwa watoto wangu ipomoe, chochote inatatiza watoto wangu, chochote inatatiza wa Kristo, naita damu ya Yesu. Siwezi kupomoa na nguvu yangu,
kwa maana Baba unaweza na una nguvu katika jina la Yesu. Leo kwa jina safi la Yesu, chochote kimewekwa katika ulimwengu wa roho inakusumbua na inakutatiza. Maisha ni spiritual. Na leo katika jina la Yesu, mahali kumewekwa kitu ambacho hakifai katika maisha yako, asubuhi ya leo nimeng'oa magonjwa, maradhi, kifo iliyowekwa katika ulimwengu wako wa roho. Kifo na ondoa kifo kwa jina la Yesu, na tumeking'oa katika jina la Yesu. Uvukara ambayo umewekwa katika ulimwengu wa roho na utoa kwa jina safi la Yesu, kwa maana Baba anaweza. Naombea watu wa online Baba katika jina safi la Yesu. Angalia, kuna mtu hapa ameteseka zaidi. Umeniita ili moe chochote inamsumbua. Ulimweleza Yeremia, moa sasa chochote inamsumbua, na moa katika jina la Yesu, na ondoa katika jina la Yesu, na bomoa chochote inamsumbua katika jina la Yesu Kristo, na kibomoa sasa, ili aweze kumalizia mwaka vizuri kwa neema na nguvu ya Mungu. Na katika jina safi la Yesu nimeomba na nimeamini. Tuseme amen and amen and amen. Sasa katika jina safi la Yesu nimeamini ya kwamba Mungu atafanya vizuri katika jina safi la Yesu. Tunapotoa sadaka zetu katika jina safi la Yesu, naamini Mungu atafanya vizuri in Jesus name. Watu wa online tunatoa sadaka zetu katika jina la Yesu, na ninaamini Mungu atambariki mnapotoa sadaka zenu. Nikianoint wale wakati unakuja hapa na kuanoint, nasalia hapo ni kuanoint. Amen. Mnapotoa mnasalia hapa na kuanoint katika jina la Yesu. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kuanzia sasa katika jina safi la Yesu Kristo, ninaamini Mungu atasaidiana pamoja na sisi katika jina la Yesu. Amen and amen. Na pia watu wa online katika jina safi la Yesu, ninaachilia uwezo juu yako katika jina safi la Yesu. Na hiyo anointing nimeiweka mkononi mwangu. Ninaamini itasaidiana na wewe mahali ulipo, na ninaamini sasa umepata nguvu ya kuvunja na kupomoa katika jina la Yesu. Na pokea uwezo katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na tumeamini. Mungu akubariki katika jina safi la Yesu. Na nimekukaribisha tena katika mkesha wa mwaka wa 2025 tunapovuka ili tuingie mwaka wa 2026. Na karibu sana, ubarikiwe na Yesu katika jina safi. Jiandae vizuri kuja tuvuke mwaka katika jina la Yesu. God bless you and do you good.